Na mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya couple ambazo zinafuatiliwa zaidi huko mtandaoni, maana ni kama vile imekuwa ni kama moja kati ya inspiration katika mahusiano ya watu wengi sana. Wamekuwa wakiwafuatilia kutokana na kwamba wanaonekana wako na umaarufu, wako na familia nzuri, lakini pia vile vile wako na pesa, biashara, na pia vile vile watu wengi sana wanawapenda to the way ambavyo chemistry yao ilivyo. Hapa nazungumzia couple ya Nandy na Billnass. Unaona bwana, ni moja kati ya couple ambazo zimepitia changamoto nyingi tu za hapa na pale. Kama unavyokumbuka hivi karibuni ni kwamba biashara ya simu ambayo anaifanya Billnass bwana ilipatwa na changamoto, ambapo moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimetokea ni kwamba simu bwana zilivamiwa, lile duka lilivamiwa na wale watu wa fujo za maandamano, and then wakachoma moto, wakachukua bidhaa na vitu vingine kama hivyo. Lakini at the end of the day, Mwenyezi Mungu ni mwema, Billnass bwana amerudi tena kwa mara nyingine na biashara yake inaendelea. Sasa pamoja na changamoto nyingine za hapa na pale, lakini at the end of the day ni kwamba ni moja kati ya couple ambazo watu wengi sana wamekuwa wakivutiwa nazo, the way ambavyo lifestyle yao ilivyo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mapenzi, mahaba ambayo ambayo Nandy na Billnass wamekuwa wakionyeshana, tumeona kwamba kila mtu ametulia na mwenzie, wanaenjoy maisha, kwa ni kitu ambacho kinawavutia watu wengi. Lakini pia kumekuwa na mambo ya wivu ya hapa na pale, kama unavyoelewa bwana, katika mambo ya mahusiano bwana, katika mambo ya mapenzi kumekuwa na wivu. Yani wivu ni jambo la kawaida kabisa, na hivyo pia kwenye upande wa kapo hii ya Harmonize na katika kapo hii ya Nandy na Billnass, napo tunaona kwamba Nandy amekuwa na wivu mno kwa Billnass. Yani kama unakumbuka vizuri, katika ile show ya chuo kwa chuo, ambapo ilikuwa ni tour ambayo yeye mwenyewe Billnass alikuwa ameiandaa. Katika ile tour bwana, tuliona, yani tulishuhudia live kabisa kwamba mwanadada Nandy alishiriki pia. Ilikuwa ni tour ya Billnass, alikuwa anafanya show chuo kwa chuo kila mkoa, na moja kati ya mkoa ambao alienda kufanya show hiyo bwana ni kwamba Nandy naye pia alikuwepo pale kwa ajili ya kumsupport mpenzi wake, na pia alikuwa Nandy alikuwepo katika performance. Na wakati ana perform, Nandy alivyoshuka, alikuwa ameshuka pale chini ya stage na kuanza kumwangalia mpenzi wake anavyoperform, na hapo ndipo ambapo kuna bidada alipanda pale jukwani, mwanafunzi wa chuo, akaanza kumkatia miuno Billnass, ambapo Nandy alikasirika na akaondoka. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni kwamba bidada tu alivyoonekana anacheza na Billnass, Nandy alikuwepo pale akaondoka. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambazo zilionyesha kwamba kumbe Nandy ni mtu ambaye ana wivu sana kwa Billnass. Lakini ukiachana na hiyo, pia kuna siku nyingine tena Billnass alikuwa anaondoka, anaenda studio, ilikuwa ni usiku. Nandy akarekodi video na kuiposti katika kurasa yake wa Snapchat, akiwa anaelezea kwamba bwana, huyu ameniaga, anaenda kwa Stukizi. Kwa hivyo basi Stukizi bwana na kupigia simu na vitu vingine kama hivyo, anataka ajue kama kweli anaenda kwa Stukizi au anaenda kwenye mambo mengine usiku huo. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba Nandy bwana, kitu ambacho amekifanya siku hii ya leo ni kwamba ameonekana tena akiendeleza wivu wake ule ule kama kawaida, ambapo hapa bwana kuna hii video ambayo inamuonyesha bidada Nandy akiwa anamlalamikia Billnass. Walikuwa wako kitandani, wamelala, wamepumzika, na kila mtu anaperuzi na vitu vingine kama hivyo, ambapo Nandy akamshtukia Billnass wakati anaperuzi bwana, alikuwa akimpekua bidada mmoja hivi ambaye alikuwa anaonekana yuko katika boti. Huyu bidada bwana ni mrefu, ana shepu mzuri kweli kweli. Sasa Billnass alikuwa anamwangalia, then moja kwa moja ni kwamba Nandy akaona tukio hilo na kuanza kumwandama Billnass muda huo na kumuuliza kwamba bwana, unafanya nini? Nimekushtukia unamwangalia huyo mdada. Billnass ikabidi aanze kuzuga, akidai kwamba yeye alikuwa amwangalia huyo mdada, bali alikuwa anaangalia hiyo boti hapo ambayo huyo dada alikuwa amepanda, jambo ambalo Nandy akaona kwamba hapa anadanganywa, na akaamua kurekodi hiyo video ya tukio hilo lote na kuposti katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, ambapo zimeibua mijadala na comment nyingi, maoni kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusiana na hicho kitu ambacho Billnass amekifanya, na Nandy pia amekibamba na kukiweka au kukiexpose huko mitandaoni.
So moja kwa moja bwana, hapa nataka usikilize jinsi ambavyo wenyewe walivyokuwa wanajadili hilo swala mara tu baada ya Nandy kumbamba Billnass akiwa anamwangalia huyo mrembo mwingine katika ukurasa wake wa Instagram. Rudi hapo. Mwenge. Wapi? Fungua hapo uliposema kuna boti hilo hapo, fungua. Si boti? Yaani kweli umefungua hapa kwa sababu ya boti? Kumbe nimefungua sababu. Yaani mimi naomba nisaidieni. Nimekaa hapa, huyu mwanaume kafungua hii clip ya huyu mrembo. Alafu namwambia unaona nafungua na wanawake, anasema hivi nilikuwa nimeliona ile boti. Niliangalia ile boti. Yaani tuangalie tu kwa boti. So mambo ujinga, wewe tuongeze wazi. Wewe boti ulikuwa umependa nini kwenye ile boti? Ndio nimetaka kuliona, nijue inaonekana lote. Kivipi? Ha? Hizi bio kweli. Jo, rudi. Wapi? No, hivi. Sasa una boti hamna. Sasa hapo unapofungua kweli hilo boti, kweli boti. Hapa kuna boti jamani. Mwana angalia Doto. Toa, ulivoona mimi nimekuangalia ndio nimetaka kuliona, nijue inaonekana lote. Kivipi? Ha? Hizi bio kweli. Jo, rudi. Wapi? No, hivi. Sasa una boti hamna. Sasa hapo unapofungua kweli hilo boti, kweli boti. Hapa kuna boti jamani. Mwana angalia Doto. Toa, ulivoona mimi nimekuangalia umetoa haraka. Yaani you're not nilio ujisili kuangalia. Wanategea angalia. Tabia yako. Yeah, so bidada Nandy bwana ndo amefanya hayo kwa Billnass baada ya kumwona akiwa anapita huko Instagram na kukutana na hizo video za huyo bidada bwana mrembo kwenye hiyo bote, akawa anamtazama na Nandy amejisikia wivu. So kwa kifupi ni kwamba hiyo video bwana imeenda viral huko mtandaoni. Ni kwamba ukipita katika peji nyingi sana za Instagram bwana utakutana nayo Nandy akiwa anaonyesha kwamba amekerwa au amechukizwa na hiki ambacho Billnass amekifanya. Huu ni wivu bwana, na hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hili. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba bwana wivu wa Nandy kwa mume wake Billnass ni wa hatari. Alafu hapa chini bwana kuna caption hapa imeandika kwamba bwana tazama alichokifanya Nandy kwa mume wake Billnass baada ya kumuona akitazama picha hii kwenye simu yake, ambapo amedai kwamba alitoa haraka baada ya kugundua anamtazama. Hali hii ni wivu au kupenda kupindukia? Watu wameulizwa hivyo katika hiyo posti, na comment of course zimejitokeza za kumwaga. Kwa mfano kuna mtu ameandika kwamba bwana kiukweli hakuna mwanaume anaridhika na tembele kila siku. Kuna mwingine anasema bwana Nandy yuko kama wanawake wengi tu hapa mjini wako hivyo almost duniani kote. Kwa sababu bwana mwanaume mwenzetu tuko pamoja na wewe. Hapo tulikuwa tunaangalia boti tu, hakuna kingine. Wadau bwana wanamtetea Billnass kwamba alikuwa anaangalia bot. Ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update